Unayajua mambo 6 kuhusu mvutano wa DRC na Rwanda? Mtazamaji wa Zaki Digital, endelea kusubscribe, kulike na kucomment, bila kusahau kushare kila aina ya tukio la kimataifa ambalo unalipata hapa Zaki Digital. Mimi ni Waridi Almas. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda zilisaini makubaliano ya amani Alhamisi Disemba 4 huko Washington nchini Marekani. Trump ambaye aliongoza shughuli ya utiaji saini alizungumzia muujiza hata wakati wa mapigano makali yanayoendelea mashariki mwa DRC. Mvutano unaendelea kuongezeka kati ya nchi hizo mbili kufuatia mapigano kati ya waasi wa M23 na jeshi la DRC ambalo limewafukuza makumi na maelfu ya watu mashariki mwa nchi hiyo. Inavyoonekana, ongezeko hili la hivi karibuni la mvutano linatokana na madai ya DRC kwamba Rwanda inawaunga mkono waasi wa M23. Rais Felix Tshisekedi aliyeunga mkono Juni 18 mbele ya baraza lake la mawaziri akitangaza kwamba DRC inakabiliwa na uchochezi kutoka Rwanda ikifanya kazi chini ya ulinzi wa M23. Sasa unajua, ni muhimu zaidi kuelewa ni nini kilicho nyuma ya mvutano kati ya majirani hao wawili. Kwanza kabisa ni uwekaji mipaka ya kikoloni, ndilo jambo kuu. Ukubwa wa falme uliamuliwa kwa njia mbili: mpangilio ambao watu walifika katika eneo hilo kwa uwezo wao wa kushinda maeneo mapya. Katika mkutano wa Berlin wa mwaka 1885, uainishaji wa mipaka ulibadilisha muundo wa eneo hilo. Ghafla familia zilijikuta zimetengana pande zote mbili za mipaka, huku zikidumisha lugha, tamaduni na ardhi zao. Usimamizi wa mamlaka ya ndani wa wakoloni ulichangia mvutano kati ya watu walio wengi, Wahutu na Watusi ambao walikuwa wachache. Profesa mmoja aliyefahamika kwa jina la Bwashia alibainisha kwamba matatizo ya nafasi hii ya kijiolojia yanatokana na uadui, hitaji la kulipiza kisasi pamoja na chuki inayozunguka mapambano ya umwagaji damu ya madaraka. Akaelezea vurugu za kikabila za mwaka 1959 hadi 1961 ambazo ziliruhusu Wahutu walio wengi kuchukua madaraka na kuwalazimisha wafuasi wachache wa Watusi kukimbia katika nchi jirani. Migogoro hii ya zamani ilisababisha ubaguzi ambao bado unasambaa hadi hii leo kati ya jamii za wenyeji. Ripoti iliyochapishwa mnamo Oktoba 2013 pia inaeleza kwamba udanganyifu wa dhana hizi na wanasiasa hivyo kusababisha mgogoro wa kikabila na kisiasa kuendelea kuongezeka. Ubaguzi huu unapotosha mtazamo wa wengi na hata kuimarisha hofu ya jirani. Hii inaleta kutoaminiana kiasi fulani kati ya watu. Lakini pia swala lingine ni swala la Wakongo wanaozungumza Kinyarwanda. Neno Wakongomani wa Kinyarwanda linamaanisha watu wanaozungumza Kinyarwanda ambao mipaka ya kikoloni iliwaweka upande wa jimbo la huru la Kongo mnamo mwaka 1985. Walipata uraia wa Kongo wakati nchi hiyo ilipopata uhuru mnamo mwaka 1960. Miaka 12 baadaye, Rais Mobutu Sese Seko alisaini amri ya raia wa pamoja wa Rwanda wote wanaoishi Zaire. Lakini pia hatua hii ilifutwa mnamo mwaka 1981 kwa sababu ilipingwa na wakazi wa eneo hilo. Hata hivyo, mvutano uliohusiana na ubaguzi wa kutengwa kwa makundi ya nchi ya Rwanda ulienea haraka hadi eneo la Kongo. Kwa hiyo Kongo ilijikuta inawahifadhi wakimbizi wa Kitusi waliokimbia ghasia za kikabila za mapinduzi ya Rwanda mnamo mwaka 1959, raia wa Rwanda waliokimbia mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 na askari wa Wahutu waliokuwa wakikimbia mbele ya wanajeshi wa Watusi kutoka RPF ya Rwanda. Maswali haya ya mara kwa mara yamekuwa chanzo cha migogoro kadhaa ya silaha mashariki mwa DRC. Wanamgambo wanadai kutetea maslahi ya vyama tofauti, hugongana mara kwa mara na hata kusababisha vifo vya raia na kulazimishwa kuhama. Mapambano dhidi ya ubaguzi na mateso ya Wanyarwanda, Wakitusi, wa Kongo
yalikuwa sehemu ya maelezo ya waasi kama vile AFDL ambayo ilimpindua Jenerali Mobutu. Nchini DRC, makundi haya yanaonekana kama mrengo wa kijeshi wa serikali ya Kigali ili kudumisha ushawishi kuhusu mambo ya ndani ya Kongo, hasa katika sehemu ya mashariki. Rwanda imekataa mara kwa mara uhusiano wowote na makundi haya yenye silaha isipokuwa AFDL iliyoongozwa wakati huo na Laurent Desire Kabila.